Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Alipoumba mbingu na nchi, sema nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, ya uso wa maji. Afu Roho Mungu akatulia juu yake. Afu Mungu akasema. Mungu hakuomba, Mungu alisema. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Mungu hakulia, Mungu alisema. Hali iliyokuwa kipindi kile ilikuwa mbaya kuliko hali ya mtu mwingine yoyote ambaye alishatokea duniani. Hakuna mtu aliyetokea na hali mbaya kama hali iliyokuwa kipindi kile cha Mwanzo sura ya kwanza. Nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, afu giza, afu maji. Maana kama nikibaiki ingekuwepo kingesuffocate. Ni sasa tunachukua kwa tosha baharini, afu usame. Lakini Mungu hakulia. Inasema Mungu akasema. Kwa neno la Mungu litangulia mbele. Ndio maana Yohana ile sura ya kwanza nasema hapo mwanzo kulikuwa neno, neno lilikuwa kwa Mungu. Neno lilikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Nasema vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakifanyika kitu kilichofanyika. Hakifanyika chochote kilichofanyika. Maana unapopokea neno la Mungu linakuja na nguvu ya uumbaji ndani yako. Ukipenda nilikwambia neno la Mungu lina uwezo wa kukuumbia dunia yako katikati ya dunia nyingine. Ukienda Mwanzo sura ya 12, Mungu alimwambia Ibrahim, toka wewe katika uzao wako na familia yako na jamaa yako na nchi yako, uende katika nchi nitakayokupa wewe, nami nitakubariki. Akaongea pale mambo. Kilichobadilisha Ibrahim neno la Mungu lilochukua kwenye maisha yake, likamtengenezea dunia yake katikati ya dunia hii. Tunaelewana? Tunaelewana? Ukienda Mwanzo sura 28, Mungu anakutana na Yakobo. Yakobo wakati amepigika, hana uelekeo. Anaenda kwa mjomba wake, labda nitafuta maisha. Angalia kilichomsaidia ni nini? Mungu alisema naye sana, akapiga sema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka. Akasema nitakuwa na wewe, nitakulinda, nitakupigania. Akasema nitakupa nchi hii, wewe na uzao wako. Akasema na uzao wako nitafanya mkubwa kama mchanga wa bahari. Kilichomtengenezea mazingira Yakobo akawa hivi tunavyomjua leo ni neno lilochukua kwenye maisha yake. Ukiendelea mbele hadi 32 kule unakutana na anatoka kwa mjomba wake Laban, anarudi akafanya na malaika wakashikana, wakaanza kupigana mieleka. Akamwambia Mungu, usiponibariki sikuachii. Angalia, Mungu akumpa kitu chochote kile. Alimwambia jina lako nani? Asema naitwa Yakobo. Asema kwanza utaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Na likaanzia pale. Sawa, likaanzia pale. Angalia Mwanzo sura 17. Wakati Mungu anaongea na Ibrahim, anafungania agano. Hautaitwa Abraham, utaitwa Abraham. Kwa sababu utakuwa ni baba wa mataifa mengi. Na mke wako hataitwa Sarai, ataitwa Sara. Kwa kuwa atakuwa mama wa mataifa mengi. Asema kwake atapitia wafalme. Asema na wafalme wa makabila. Asema wafalme wa makabila watatoka kwake. Wafalme wa makabila watatoka kwake. Lile neno lilimfuatilia Sara mpaka kwenye Mwanzo sura ya 49. Yakobo anataka kufa. Akaita watoto wote 12 wa kiume. Akaanza kubariki kila mmoja. Ameanza kubariki kila mmoja, akaanza na Ruben mzaliwa wa kwanza mpaka kile Efraimu. Ameanza kubariki. Biblia inasemaje? Na hayo ndio makabila 12 ya Israeli. Ile baraka ambayo Yakobo aliachia kwa watoto wake 12 ikageuza maisha yao, ikabadilisha dini yao, ikabadilisha asili yao, wakawa si watu tena, yakawa ni makabila 12. Na ndio maana mpaka leo Israeli ina makabila 12 pekee yake. Si kabila la Yuda, kabila la Ruben, kabila la Dani, kabila la ni makabila 12 ya Israeli ambayo Yakobo alibariki. Alipobariki, Mungu akachange asili yao, kwa sababu kwenye Mwanzo 17 alimwambia Ibrahim kwenye tumbo la Sara nitapisha wafalme, na hao wafalme ndio makabila. Asema ni wafalme wa makabila ya Israeli. Tunaelewana?
Asema ni wafalme wa makabila. Angalia, taifa la Israeli halikutoka pengine, lilitoka kwenye ile Mungu alimbariki Yakobo, akamwambia huyu Yakobo utaitwa Israeli. Na mpaka leo taifa lipo la Israeli kutoka kwa mtu mmoja. Maana nini? Alitengenezewa dunia nyingine katikati ya ulimwengu huu ndio tulionao. Tunaelewa? Sasa angalia jinsi Mungu aliumba mbingu na nchi. Hakumba, unajua dunia ni sayari. Sio? Dunia ni sayari, sio? Kwa Kiingereza dunia haitwi heaven. Kama Mungu hakumba dunia kipindi kile cha uumbaji wake. Aliumba mbingu na nchi. Ili akaweka dunia katikati ya mbingu na nchi alizoziumba yeye. Sawa? Tuelewana? Aliumba mbingu na nchi, dunia ni sayari moja hapo katika sayari nyingi ambazo Mungu aliziweka. Aliumba mbingu na nchi. Kwa akaumba dunia katikati ya uumbaji wake. Kwa anaweza kaumba dunia yako nyingine katikati. Kama hujanielewa kasome Kutoka. Ile kuanzia anaongea na Musa mpaka ile Kutoka 12. Mungu alitengenezea wana wa Israeli nchi ya Gosheni. Walipoingia kule utumwani, walipewa kipande fulani katikati ya nchi ya Israeli ya Misri. Wakapewa kipande kitwa Gosheni. Ile Gosheni ikawa ni nchi yao nyingine katikati ya nchi ya Misri. Mungu aliacha mapigo 10, hakuna pigo hata moja lililogusa Gosheni. Kwa sababu walilindwa na Mungu. Uwepo wa Mungu ulikuwa umefunika. Kwa sababu ya nini? Neno ambalo liliachiliwa kwa Ibrahim, likachiliwa kwa Isaka, likachiliwa kwa Yakobo, wameingia kule wakatunzwa ndani ya Gosheni. Wakati Misri inapigwa, Gosheni wametulia. Manzi anachiliwa Misri, Gosheni hawafiki. Giza anachiliwa Misri, Gosheni halifiki. Mito yote kabadilika kwa damu, maji yote Misri kwa damu, Gosheni halifiki. Angalia, wazaliwa wa kwanza wanadamu na wanyama walipigwa wakafa, Gosheni haikuguswa. Kwa sababu walitengenezewa mazingira mengine katikati ya mazingira yenye shida. Kitu cha nini? Haikuwa maombi, ilikuwa ni neno la Mungu. Hizo hivi, Mungu alisikia kuokoa, akalikumbuka agano. Akaamua kuwafuata walikokuwa. Katikati ya nchi ya Misri, wakaona Gosheni yako. Kwa sababu mtu tembea ameokoka mahali kokote aliko, ana Gosheni yako. Anapotembea anatembea nayo. Tunapowagusa mataifa, hawezi kukugusa wewe. Maadamu tu umesikia neno la Mungu, umekaa nalo na umeamua kutembea nalo. Sio? Kwa utapata kusema na Mungu, si hapa na kuandama wako. Sababu watu sikia, issue shida kwamba tumezaliwa na dunia kwenye dunia hii. Tunataka dunia hii, tunadhani haya ndio maisha. Sikia, Ukristo sio dini. Ukristo sio dhehebu. Ukristo ni maisha halisi ya Yesu Kristo ndani ya mtu. Lazima uwe na evidence, uwe na manifestations, udhihirisho wa Mungu neno lake ndani ya mtu. Yohana sura ya 1 anasema neno akafanyika mwili. Neno la Mungu unalosikia lazima lifanyike mwili kwa sababu lisipofanyika mwili, shida iko kwa Mungu, shida iko kwa mhubiri, shida iko kwa mtu ambaye amesikia neno na hajalipa mazingira ya neno lifanyike mwili kwenye maisha yake. Lazima neno akafanyika mwili na tukaona utukufu wake. Utukufu kama mwana pekee aliyetoka kwa Baba, aliyejaa neema na kweli. Utukufu wake ni Mungu kujidhihirisha kwa jinsi ya mwili apate kuonekana. Ndio utukufu wa Mungu. Utukufu wake ni mkono wa Mungu kuonekana kwa jinsi ya mwili. Sema neno kufanyika mwili na tukaona utukufu wake. Utukufu kama mwana pekee aliyetoka kwa Baba, aliyejaa neema na kweli. Kwa unapenda kusikia neno, uwe unasikia kwa sikio, sio la nje, kwa sikio la ndani. Ili upate ambalo ni la kwako. Hapo uende ulifanyie kazi. Lizae matunda kwako. Utukufu wa Mungu unaonekana. Kusikiliza itoshi. Unaposikiliza lazima ujue, nasikiliza. Sikiliza, mimi huwa nikiwa nasikiza neno siku zote huwa natafuta wajibu wangu kufanya. Kwamba katika hili napaswa kufanya nini? Naandika. Nasikiliza neno. Kuna kitu Mungu atanisemesha. Ukiamua kusikiza kusikiza, Mungu atakusemesha. Atakusema kwamba katika hili iwe hivi, nataka nifanyeje? Utajua nataka nifanyeje, unaandika pale. Unapotoka unaanza kuifanyia kazi instantly. Ukipewa maelekezo na Mungu ukasubiri kesho, umefeli. Soma Biblia yako vizuri. Mwanzo 17 Mungu alipoingia na Ibrahim akamwambia, "Tahiri kutoka kuanzia siku 8 mpaka mtu mzima." Biblia Ibrahim akaenda kutahiri siku hiyo hiyo. Yeye na Ishmaeli walikuja miaka 13 na wote walikuwa katika nyumba yake. Anasema mzaliwa nyumbani kwake na mnunuliwa kwa fedha wote watahiriwa. Mungu alipoingia na Yusufu
usiku kwamba mchukue mtoto Yesu, kimbilia Misri, sababu Herode anataka kumwangamiza. Hakusubiri kesho, the same night Yusufu aliamka, hakuomba kwamba Mungu ndio atakokoa ya nani, sababu anasema huyu ni Yesu, ni mwana wa Mungu. Ili Mungu unashika kumlinda Yusufu mtoto wako mpaka tukimbie nchi nyingine tukakae huko. Aliamka akamchukua Yesu na Maria, wakaanza safari kwenda nchi nyingine. Instantly, hakusubiri. Mungu alimwambia ile Mwanzo sura 22, anamwambia Ibrahim, mtoe mwanao Isaka, mwanao pekee umpendaye, mtoe sadaka. Nenda kwenye mlima mmoja nitakao kuagiza, nchi ya Moria, ukamtoe Isaka sadaka. Basi aliamka asubuhi na mapema. Hakusubiri kesho, hakusubiri discussion, hakukaa kikao na mke wake Sara. Aliamka akamfunga, akamchukua Isaka, akafunga kuni, chukua na wafanyakazi wake, waenda kutembea safari ya siku 3. Hakujuza mara mbili. Kwa unapopewa maelekezo na Mungu ili lifanyike mwili kwako, chukua hatua ya haraka. Unapoondoka kwenye mlango, anza kufanyia kazi. Lazima umefeli. Ukisubiri kesho umefeli, hautapata nguvu tena ya kufanya kazi ile neno. Tunaelewana? Tunaelewana? Pesi tunaweza kwenda kukaa. Sababu muda tumeenda sana kwa 10. Na ndani moyo wako unatamani kitu fulani. Natamani kitu fulani. Ukipata ndani ya moyo wako na neno lijidishe kwako. Sikiliza. Issue sio na idadi ya watu tulionao kanisani. Issue ni ubora wa watu tulionao kanisani. Issue sio kucheza wewe watu wengi. Issue ni quality ya ni ule ubora na uthamani wa kitu kinachoingia ndani ya moyo wa mtu. Mtu ambaye unafikisha mbinguni anaenda na anaingia mbinguni. Yesu anaweza kurudi anytime. Lakini unaingiaje mbinguni? Issue ni maisha ya mtu anaishi vipi na Mungu hapa duniani. Ili Mungu ajidhihirishe kwake. Sababu hatuokolewi tuende mbinguni. Mbinguni tunapita na tutatoka. Tunakaa duniani kwanza ili Yesu tutembelee hapa, tumuone hapa, tutembee na sisi kwenye mambo yetu na maisha yetu hapa. Kwa usikae tu kwamba nimeokoka nitaenda mbinguni. Hapa duniani uishi. Tunaelewana? Kwa hiyo utasimama kwa miguu yako. Hata kwa tuna mikono sio, simama mikono tusimama miguu. Kwa simama. Simama. Mwambie Mungu, neno ambalo umeliandaa kwa ajili yangu. Mtumishi wako anapopanda madhabahuni, Bwana, nipe kulisikia, nipe kulijua, nipe kulipata, nipe kuliona, na lipande ndani yangu lisipotee. Hilo neno Bwana likatengeneze maisha yangu mengine katika dunia hii. Nikanipa kukaa katika dunia hii, nitenge niwe tofauti, nitofautishe na neno lako. Mungu ni Mungu ule hai. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa ukuu wako. Asante kwa uwezo wako na nguvu zako. Asante kwa fadhili zako zilizokubwa. Wewe ni Mungu unatukuka kuliko viumbe vingine vyovyote Bwana. Hakuna mwingine isipokuwa peke yako. Wewe unasema ulituma neno lako na kutuponya na kutoa kwenye maangamivu yetu Bwana. Asante kwa kuwa ni Mungu mwenye nguvu. Nasema unatazama neno lako nipate kulitumisha. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mtumie mtumishi wako Bwana katika hekima yote, ufunuo na ufahamu wote Bwana. Kwa ujasiri Bwana. Akanena neno lako Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na mimi ninaomba kwa ajili ya moyo kila mmoja, fungua fahamu zake na moyo wake Bwana, zikapata kupokea neno lake Bwana, likapanda ndani ya moyo wake. Naomba Mungu kapande ndani ya kila mmoja kama ukusudia kupanda. Maana tunajua sana Mathayo 13 na mfano mpanzi ulisema mbegu ni neno lako na shamba ni mioyo yetu Bwana. Tunaleta mioyo yetu kwako na mbegu yako imetoka ndani yetu Bwana. Tunakataa Bwana ndege wasile wale Mungu miba isisonge Bwana, bali ikapata kukaa na kukua Bwana, lisizae 60, lisizae 30, tunaomba lizae 100 Bwana, ambapo kusudiwa katika jina la Yesu Kristo. Usibaki tulivyo Bwana, tutofautisha na neno lako Mungu. Sifa na heshima tukufu za kwako. Uwepo wako Bwana tufunike, nguvu zako ziwepo kutusaidia Bwana. Fungua masikio ya kila mmoja ndani ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ni Mungu mwenye nguvu. Tusogee uponi mwako tayari kuna kutoka kwako. Sifa na heshima na tukufu za kwako katika jina la Yesu Kristo. Na kila mtu aseme amen. Haleluya. Kama uko tayari pigia makofi ya shangwe kabisa. Mungu ni Mungu wa maarifa na kwa matendo upima nayo kabisa. Kwa kupiga kwako makofi kunadhihirisha ni kiungani unayo kusikia neno la Mungu. Mpigie makofi. Mpigie makofi. Usiache mpaka mtumishi kupanda madhabahuni na karibu kutoa neno. Ndio kupiga makofi, usiache pale unapopanda madhabahuni na kutoa neno.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza tukakaa. Tuombe. Bwana Yesu, niko mbele zako saa hii na wakati huu. Ninajileta mimi binafsi mbele zako, mfalme wa amani, ambaye umenichagua leo hii kutumika madhabahuni pako. Sio kwamba mimi ninafaa sana, lakini ni kwa neema yako ambayo umenipa siku ya leo hii. Ninasema asante kwa uaminifu wewe, mfalme wa amani. Asante kwa kibali hiki Jehova Nisi. Kwa sababu sikichukulii kwamba ni kawaida tu, lakini najua kuna kitu ambacho unataka kwenda kukiachilia kupitia mimi, mfalme wa amani. Nami niko tayari sasa yeye Bwana kutumika kama upendao. Achilia neno lako ambalo Bwana umelikusudia likapate kwenda kukaa katika mioyo ya watoto wako siku ya leo, ili likapate kwenda kuzaa matunda zaidi. Asante kwa uaminifu wako, maana uko mahali hapa. Karibu utuhudumie Bwana, tuko tayari kula na kunywa mezani pako. Kaa pamoja nasi, Roho Mtakatifu, fungua fahamu zetu tukaweze kuelewa na kufahamu na tukaweze kuyafanyia kazi yale ambayo tunaenda kuyaleta. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Tunafurahi kwa nyumbani mwa Bwana. Heri ya mwaka mpya kwa ambao hatujaonana. Mwambie jirani yako heri ya mwaka mpya, kama hujamsalimia msalimie. Mwambie heri ya mwaka mpya, karibu nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Kwa tuna kila sababu za kumshukuru Mungu, ametupa kibali tena. Leo Jumapili ya pili ya mwaka huu 2022 kuwepo nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inabidi wewe ufurahi, wewe umpata kibali. Kuna wengine ulianza nao hawajamaliza na hawajaweza kuingia katika mwaka huu, lakini wewe umeingia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wangapi walikuwa Jumapili iliyopita? Amen. Wachache hawakuwepo. Jumapili pastor alianza kutuwekea msingi mzuri sana ambao nisingetamani mtu ungekupita. Pata nafasi ya kusikiliza ile somo ambalo alitufundisha. Tuwekea msingi mzuri sana ambao kwa speed ambayo tunaenda nao au kwa namna ambayo tunaenda nao mwaka huu hautaki kukosa ule msingi. Bwana Yesu asifiwe. Alisoma kile kitabu cha, ngoja nifanye recap kidogo kwa faida ambao hawakuwepo. Dogo tu. Wewe msomaji yupo au nisome mwenyewe? Okay. Basi ngoja nisome mwenyewe. Kutoka ile Petro wa pili. Petro wa pili 1:19 mpaka ule wa 21. Neno linasema, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo ukiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza. Bwana Yesu asifiwe. Pastor alisema kwamba ili uone utofauti wa mwaka, kwamba huu ni mwaka mpya na ule ni uliopita, itatokana na neno ambalo limeachiliwa kwa ajili ya mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Itatokana na neno la kinabii ambalo litakuwa limeachiliwa kwa ajili ya mwaka huu. Kwa hiyo maana akatusomeni na kwamba uone kwamba kuna neno ambalo linakuwa limeachiliwa, inakuwa ni kama taa ing'aayo gizani. Kwa hiyo unakuwa umepewa kwamba mwaka huu 2022 kuna taa ambayo Mungu ametupa sisi kama wewe kutembea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ukiangalia, yani ukiangalia ukiweka focus, ukiitazama kwamba kiasi kwamba itoe nuru katika maisha ambayo unayapitia katika mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ikapata kwenda kujengeka kwenye ule moyo wako. Lile neno likapata kwenda kujengeka kwenye moyo wako. Na kwa hiyo tumepewa neno la kutembelea katika mwaka huu, tunasema kwamba ni mwaka wetu wa kutembea na nani Bwana? Na nani? Kutembea na nani? Sasa usiseme ni mwaka wetu wa kutembea, yani iweke wewe iwe binafsi kwako wewe. Sema 2022 ni mwaka wangu wa kutembea na Bwana. Kwa unatakiwa uiweke iwe kibinafsi. Tutasema sawa kama wewe ni mwaka wetu wa kutembea na Bwana, lakini ukiwa wewe kama wewe, hiyo ni taa ambayo Mungu ameiachilia kwenye maisha yako kwa ajili ya mwaka huu. Kwa hiyo ili hiyo taa ikumulikie, na maana lazima utembee nayo muda wote. Sababu na maana taa ukiacha, na maana kule mbele kutakuwa kuna giza, huwezi kuona. Kwa hiyo na maana ni lazima uinganganie. Yaani hakikisha kila unapotoka hivi taa yangu ni nani? Unatembea nayo. Ndio maana hili neno kwamba tumepewa lile neno la nabii ambalo tukiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza. Kwa neno letu la kuliangalia mwaka huu tumepewa ni tumepewa taa ya kutembea na
Mungu kwa mwaka huu. Ndio taa yetu, endelea kuing'ang'ania. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisoma ule mstari wa 20 anasema mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kutafsiriwa kama apendavyo mtu fulani. Mstari wa 21 anasema maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali mwanadamu walianena yale yatokayo kwa Mungu kwa kuongozwa na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile neno tumepost leo kasema kwamba pastor ameamua kwamba mwaka huu ndio litakuwa neno letu. Hapana. Roho wa Mungu alitumika ndani yake kuleta hilo neno. Kwa hiyo usije ukalipuuzia ukasema ni kawaida, mbona hata kila makanisa unakuta lina neno lake, kila mtu anakuwa neno lake. Hapana. Wewe kama umeamua hii ndio iwe taa yako, hakikisha inakuwa taa yako. Usitaki kubadilisha taa leo umechukua taa hii, kesho umeenda kuchukua taa nyingine. Utajikuta umefika sehemu umesile taa zako zote umesahau hivi leo natakiwa kutembea na taa gani hata ujui. Kwa sababu unakuwa unataka kuangalia huku, unataka kuangalia na hiyo huku, lakini ukiitazama, sasa mkiangalia itatoa nuru ili iweke nuru pale mahali penye giza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo sisi kama Hoyo, hiyo ndio taa yetu tuliyopewa mwaka huu. Mtakiwa utembee nayo popote unapokuwa, tembea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akaendelea akasema gharama ya kutembea na hilo taa itahitaji mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna gharama ya mabadiliko ambayo pastor alituelezea. Na gharama moja hapo kubwa ambayo alituelezea ilikuwa ni nidhamu. Kwamba ili tuweze kutembea katika huko kusema tunataka kutembea na Mungu, kuna mabadiliko ambayo yatakiwa yafanyike kwako. Kuna mabadiliko ambayo tunatakiwa uyafanye kwako. Na hayo mabadiliko yatahitaji nidhamu. Bila kuwa na nidhamu utajikuta umeenda ndivyo sivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tuliona gharama. Akasoma ile Isaya 60 mstari wa kwanza, akasema ile neno linasema kwamba inuka uangaze. Kwa kuwa nini? Nuru yako imekuzukia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa akasema kile kitendo cha kuinuka, wewe tu kainuka kama haujaweka nguvu fulani hapo ili uweze kuinuka. Kwa sababu nuru tayari iko pale, lakini ili uende ukaitembea na ile nuru, lazima kuna nidhamu utakiwa uiweke pale. Utatakiwa uinuke, uanze kwanza kwa kuinuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unatakiwa uweke kwanza nguvu ili uweze kutembeza, iweze kukusaidia kutembea na ile taa ambayo Mungu anakuwa ameiachia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kimoja alisema nilipenda, akasema wanadamu au wale watu ambao bado hawamjui Kristo, watu wa nje, sema watu wa mataifa. Alisema kwamba wao vitu vyao vingi wanaviweka katika matendo na ndio maana wanafanikiwa. Lakini sisi ambao tuko katika kanisa tunamjua Kristo, vitu vyetu vingi tunaviweka katika nini? Katika maombi. Tunasahau ile pati ya pili ya matendo. Na ndio maana kutoka kufanikiwa kwetu tunakuwa tunavutana. Tunavutana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Yakobo 2:18 kama unaweza kulisomea, naisoma. Yakobo 2:18. Yakobo 2:18 inasema, lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Umeona? Kwa sawa, tunasema tunaomba kwa sababu tunaamini. Lakini tukishia kwenye kuomba na kuamini bila kuyaweka vile vitu kwenye matendo, imani yetu inakuwa imekufa. Na imani bila matendo, tunasema imani bila matendo imefanyaje? Imekufa. Kwa hiyo ina maana hata sisi tulio ndani ya Kristo tunatakiwa tukae katika matendo. Tukapewa kabisa mfano kusema ule, ukisoma kile kitabu cha Mithali unasema kwamba mjifunze kutoka kwa nani? Kwa chungu. Yule chungu hana msimamizi, hana akida, hana mtu yote ambaye anamuongoza kwamba sasa kafanye hivi, sasa katende hivi, sasa katende hivi. Anajiongoza mwenyewe kwa sababu anajua ni wajibu wake. Na maana tayari yeye ameshajinidhamisha kwamba yani nikiamka lazima nifanye 1 2 3. Haijalishi kwa inanyesha au kwa inafanyaje. Lazima nijiwekezee chakula ambacho najua hiki chakula kitanifaa wakati wa masiku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndivyo hata sisi maisha yetu tunapotaka kukaa katika kubadilika, nidhamu itahitajika. Na hiyo nidhamu haitataka mtu akasema sasa hizi ni muda wako kwenda kuomba, nenda kaomba. Sasa hizi ni muda wako kufanya kitu fulani, nenda kufanya kitu fulani. Wewe mwenyewe anza kujinidhamisha ili uweze kuona hayo mabadiliko katika kutembea na Mungu katika mwaka 2022. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ningependa usikose huo mziki ambao pastor aliuachia siku ya Jumapili. Kwa uzuri tunatumia Facebook jamani. Kwa unaweza kupitia Facebook page ya pastor Facebook, ukakutana na ile somo ukasoma, au kama unajua kuna access ya kitu ambacho kinaweza kukupa Facebook, nenda kwa watu wa media, watakupa wana record kwa mfumo wa sauti, watakuwekea kasikilize na kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Itatusaidia tunapoenda, kwa sababu huu ni mwaka wetu wa kutembea na Mungu. Kwa
uwe na wakati chochote kitakachokiongea hapa kitakuwa kinaenda katika mfumo huo. Kwa hiyo maana ukikosa msingi utashindwa kutembea na sisi. Tutajikuta sisi tumeenda mbele, wewe tumekuacha nyuma. Kwa sababu bado hujajenga msingi. Msingi ndio utakao kufanya wewe usimame imara katika hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa somo la leo tutaendelea. Kichwa unaweza kuweka hivyo, kichwa kutembea na Mungu. Kwa sababu bado tunaendelea kujenga msingi katika swala la kutembea na Mungu sisi kama Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Soma kitabu kile cha Yohana wa kwanza 1:6 na 7. Tutasomea. Yohana wa kwanza 1:6 na 7. Sura ya kwanza mstari wa 6 na 7. Nasema tukisema ya kwamba tutashirikiana naye, tena tukienda gizani twasema uongo, wala hatufanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno linatuambia kwamba kama tukisema tunashirikiana naye, alafu bado sisi tunasema bado tunaenda kwenye giza, na maana tunakuwa tunasema uongo. Tunakuwa hatufanyi ile iliyo kweli. Tunakuwa tutendi ile iliyo kweli. Uwezo kutashirikianaje na mtu alafu hutaki kuendana na vile yeye anavyoenenda. Bwana Yesu asifiwe. Unajua maisha yetu sisi wa Kristo yamekuwa na utofauti sana. Tunapokuwa kanisani na tunapokuwa huko nyumbani au kwenye shughuli zetu. Tumekuwa tunaishi maisha ambayo niseme yana viwango tofauti. Kwamba nikija kanisani naishi kwa staili hii, lakini nikitoka kanisani nikienda nyumbani naishi kwa staili hii. Sasa katika kutembea na Mungu, maisha yetu tunapokuwa ndani ya kanisa na tunapokuwa nje ya kanisa, hataki kuwa na utofauti. Hataki kuwa na utofauti kabisa. Kwa sababu ili tuseme tunatembea na Mungu, tunatembea naye tukiwa hapa, tunatembea naye kule kanisani, tunatembea naye, lakini pia tukiwa kule tunatembea naye. Hiyo imekuwa ni Mungu kwa sababu tumekuwa tunasema tunakuja kanisani kwa sababu tunajua huko ndiko tunakuja kumtafuta. Sasa sisi tunasema tunakuja kumtafuta kwa sasa wewe unamwacha wapi mwenzetu? Kwa maana ukija huko umemtafuta, umeshampata, hapo ukiondoka hapo unamwacha tena Mungu kule, unaenda kuishi, unaendelea na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi kama Wakristo maisha yetu tunayoyaonyesha kule nje yanatakiwa yawe sawa na hayo tunayoonyesha huku ndani. Neno la Mungu linasema sisi ni barua na watu wote wanatusoma. Kwa kama barua yako unataka tu ionekane inasomwa vizuri unapokuja kanisani, lakini kutoka kule nje barua yako inasomwa ndivyo sivyo. Na maana kuna utofauti na hapo kunakuwa kuna shida. Tatizo ni nini? Kwamba unapokuja huko barua yako inasomwa vizuri, lakini ukienda kule nje unaishi tu jinsi unavyotaka wewe. Kwa nini tusiweke standard ya kuishi kwetu kwa maisha ya kiroho kwamba ninapokuja kanisani barua yangu inasema ni hivi, na ninapotoka nje mtu asione tofauti? Na ndio maana imekuwa ni ngumu sana kuwavuta watu wa nje kwa sababu wanasema mbona si hatuoni tofauti? Wewe unasema umeokoka, sawa umeokoka, lakini mbona maisha yako unaishi tu sawa na mimi? Yaani sioni ambacho wewe unacha zaidi kuliko mimi. Tena pengine mimi labda ninacha zaidi kuliko wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeishi au tumetembea na Yesu tu kwa kipindi. Kwamba najua tu okay, Jumapili imefika. Kwa hiyo Jumamosi ndio utaanza kutafuta connection yani. Unajua kesho ibada. Kwa hiyo nikae nianze kumtafuta Mungu kama kuomba, pengine umekaa wiki nzima hujaomba, kwa unataka kusikia uombe, ufanyaje? Yaani muda wote uanze kusema ili kuweka ile akili kwamba kesho ibada, kesho ibada, kesho ibada. Kwa hiyo unapokuja hapa kufanya ibada, utakutana na nguvu za Mungu sawa, lakini ukitoka labda utakaa naye tu Jumatatu. Alafu baada ya hapo umeshatingwa na shughuli, umeshatingwa na vitu vinavyoendelea katika dunia, taarifa zimekuja, zimekuchanganya, tayari umeshamweka pembeni. Kwa hiyo lazima maisha yako yatakuwa na utofauti. Huwezi ukaweka, hawezi yakawa sawa. Kwa sababu huku umeishi naye hivi, lakini unapotoka nje umemwacha. Unaishi wewe kama unavyoishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni hatari sana kwa maisha yetu sisi wa Kristo. Ni hatari sana. Kwa sababu tunapokuja kanisani tusiseme kwamba tunakuja kumtafuta Mungu au tunakuja kutafuta uwepo wake. Hapana. Tunapokuja kanisani tunatakiwa sisi tuje na uwepo wake. Yaani tuje nao. Utaweza kuja nao kama umeweza kuishi maisha mazuri hata ulipokuwa nyumbani. Ndipo utaweza kuja na ule uwepo wa Mungu. Lakini kama uliishi ndivyo sivyo, huwezi kuja kanisani ukawa na uwepo wa Mungu. Lakini hata pia kuabudu kwako, ukiishi kule vizuri, ukitembea naye vizuri ukiwa kule, ukija huko kuabudu kwako hakutakuwa kwa kustruggle, hakutakuwa kwa kuvutana, kwamba sasa hizi tuabudu, sasa hizi tusali, sasa hizi tufanye nini? Hebu unajikuta hapo ukifika, unakuwa unajisikia nataka kufanya nini? Mbona hao wanachelewa, nataka tukae kwenye maombi, nataka tufanye maombi. Kwa sababu huku ndani kwako kuna fukuta, kuna shauku ya kutaka kufanya hicho kitu.
kwa yule uliye naye kule ndani. Anataka tuanze kuabudu, anataka tusifu, anataka tufanye hiki. Lakini kama kule uliishi tu Jumatatu mpaka Ijumaa umeishi tu maisha ambayo hujampa nafasi, uwe na uhakika ukija huko lazima utakuwa mkavu, ndipo utaanza kutafuta sasa nikaje. Kuna wenzako wanasema wamebarikiwa sana na ibada kwa sababu wenzako waliweza kutembea naye tangu kwa wiki nzima, wakutembea naye na hata wamekuja naye hapo, wamekuja naye hawakumwacha nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa sisi kama Wakristo tuangalie namna ambayo kama tunasema tunashirikiana naye, tusikae tena gizani, bali tuenende katika nuru, kwa sababu yeye anakaa kwenye nuru. Tukae katika nuru. Tuachane na yale mambo ambayo yatatufanya tusikae naye muda wote au tusitembee naye muda wote. Tunatakiwa tuyaplug. Ndio hapo sasa habari ya mabadiliko inakuja. Unabadilisha nini? Unaondoa nini? Unaongeza nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kutembea kwetu tunapokuwa ndani ya kanisa na tunapokuwa nje ya kanisa hakutaki kuwe na tofauti. Haleluya. Kwa hiyo ndio itakayotofautisha sisi na wale watu wa kule nje. Itatofautisha hata kuabudu kwetu. Itatofautisha hata namna ambavyo tunabehave. Ukakaa kule nje ukasema kwamba huyu mtu ukashindwa kumuonea huruma. Kwa sababu unaishi na upendo wa Mungu ndani yako. Kwa hata ukiwa kule nje utakapoona vitu havijaenda sawa, lazima utakuwa unaona ni kama tunapokuwa kanisani, unapopendana na ndugu zako kanisani, unapofarijiana. Hata ukiwa kule nje utatafuta namna ya kuona hapa kuna kitu hakijakaa sawa. Kwa sababu muda wote umekaa naye, atakuwa na point. Unajua pale pana shida, unajua pale pana hiki. Hebu fanya 1 2 3. Kwa sababu uko naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumekuwa na utofauti huu kwa sababu tu hatujatembea naye wakati wote. Mungu anataka tutembee naye kila siku. Anataka tutembee naye kila saa. Anataka tutembee naye mwaka mzima. Yaani usiache hata siku moja au usiache hata sekunde moja. Anatamani tutembee naye kwa maisha yetu yote ambayo ametupa hapa duniani. Ndio maana Henoko aliweza kutembea naye kwa sababu hakuacha hata gap. Wewe fikiria mtu anatembea naye miaka 300 anatembea naye. Ina maana alikuwa amekaa yaani aliona kuna kitu kwamba nikitembea na Mungu yaani kuna kitu cha ziada anakipata. Na kuna maisha fulani ambayo ninakuwa naishi inakuwa ni tofauti na wale watu wa nje. Kwa hiyo ile kitu ikawa inazidi kumvuta. Na ndio maana Mungu akamweka akawa ni mfano kwenda kwa sasa huyu ngoja nisimuue, nimchukue tu. Iwe tu kama ndo yaani amekuwa ameweka rekodi kwamba mkitembea na mimi kuna vitu ambavyo mnavipata nyinyi kama Wakristo ambavyo vitavuta wale watu ambao wako kule nje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo katika maisha ya kutembea na Mungu, ili tuweze kutembea na Mungu, kuna vitu viwili ambavyo tunatakiwa tujifunze. Kuna vitu viwili ambavyo tunatakiwa tujifunze na tuviweke katika matendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitu cha kwanza ni sisi kumjua Mungu. Pastor ameshatoa summary hapa. Kwa nikasema pastor leo anahubiri somo langu. Unatakiwa, yani hiyo ni sehemu ya kwanza. Sababu hivi vitu vile ambavyo tutajifunza ni vitu ambavyo vinaenda kwa pamoja. Cha kwanza tuanze sisi wenyewe kumjua Mungu. Tuwe na ile shauku ya kumjua Mungu. Tuwe na shauku ya kutaka kwamba tunatembea na Mungu muda wote. Tuwe na ile shauku ya kutaka kujua yani kwa undani wa Mungu. Mungu ni nani? Yukoje? Anataka nini? Anapenda nini? Yaani ukijua hivyo utajikuta kutembea kwako sio kugumu kwa sababu unajua yule unayetembea naye ni mtu wa namna gani? Ni mtu mwenye utu gani? Ana tabia zipi? Anaishije? Anapenda nini? Ni sawa ukiwa na rafiki yako ambaye unataka kutembea naye, lazima utataka kwanza kumjua. Huyu mtu yani yukoje? Unaweza kujua tu ile vitu vya nje ambavyo ni hata ukimwona tu ukajua kwa siku mbili ngapi, lakini ukitaka kujua undani wake au ukitaka kujua moyo wake, ni lazima sasa uende karibu naye ili uweze kumjua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuangalie kitabu cha Wafilipi 3:10. Tujifunze kwa Paulo. Wafilipi 3:10. Ili nimjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Haleluya. Kwa Paulo alikuwa na shauku ya kutaka kumjua Mungu. Kiasi kwamba akataka kujua yani mpaka ile nguvu iliyomfufua katika ile kaburi. Akataka kujua ilikuwaje. Akataka yani kushiriki yale mateso yake aliyoyapata, kujua hivi alikuwa anasikiaje. Yaani alikuwa ana feel yani kwa alitamani hata kwamba angeweza hata kwamba apeleke kule kaburini. Aone kile alikuwa kaburini, alikuwa anafanya nini? Alikuwa anapata shida gani? Yaani alikuwa na hiyo shauku ya kumjua Mungu, sio tu kwa umbali, lakini alitaka kuwa naye karibu kiasi kwamba ajue mpaka nguvu iliyomfufua, ajue mpaka yale mateso aliyopata, maumivu yalikuwaje. Kwa Paulo alikuwa anataka kumjua Mungu kwa kiasi hicho.
Kwa shauku yake ilikuwa kubwa kiasi kwamba akataka Mungu ajifunue kwake kwa kiasi ambacho atamjua yeye in and out. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio shauku ambayo tunatakiwa sisi kama Wakristo tuwe nayo. Kumjua Kristo kwa kila kitu ambacho amekibeba. Kwa kila kitu ambacho kinampresent yeye kama Kristo. Kama Mungu ambaye asiyeshindwa. Kama Mungu ambaye ni mwaminifu. Tunaposema Mungu ni mwaminifu, kitu gani kinafanya Mungu awe mwaminifu? Tumjue undani wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Paulo alikuwa ana hiyo shauku ambayo tunataka tujifunze kwake sasa, na sisi tuweze kuiishi, kwamba tuwe na shauku hiyo ya kumjua Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee kitabu cha Mwanzo 1. Mwanzo 17 mstari wa kwanza. Tutamwona hapo Abraham. Mungu alichomwambia Abraham. Nasema Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye version ya nakwambia walk before me. Utembee mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Utembee na mimi, ukitembea na mimi utakuwa mkamilifu. Kwenye kutembea ndiko na Mungu ndiko tutakapopata ule ukamilifu wa kuondoa zile gaps zote ambazo zinatufanya sisi tushindwe kutembea naye. Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunaviishi au viko kwenye maisha yetu ambavyo vinatufanya tushindwe kuwa karibu na Mungu, tushindwe kumjua Mungu, tushindwe kukaa naye. Lakini hasa utakapotembea na mimi utakuwa mkamilifu. Kwa sababu anajua vitu vyako vinavyokusumbua huko. Kwa Abraham aliambiwa atembee ili akawe mkamilifu. Kwa Mungu anatupa upendeleo wa kumjua yeye, lakini pia anatoa nafasi ya kutembea na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anatupa nafasi ya kutembea na yeye, sio tu ya kumjua, lakini pia ya kutembea na yeye. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anatuonyesha dhamira yake kuwa sisi si tu kumjua Mungu, lakini pia ni pamoja na kutembea naye. Haleluya. Na huko kumjua Mungu kwa kutembea naye ndiko tunakoleta utofauti kwenye maisha yetu. Kwa unapomjua Mungu kwa kutembea naye ndiko kunaleta utofauti kwenye maisha ya Mkristo. Kwa pengine ndio maana hapa kuna gaps huko tunavyoishi, kwamba tunapokuwa huku na kule, ni kwa sababu tumeishi maisha ambayo tunatembea na Mungu lakini ambaye hatumjui. Tunatembea naye tu ambaye hatumjui. Ndio maana tunakuja tu kanisani, tunasali, tunaondoka. Lakini hatumjui kwamba Mungu anatamani hata unapotoka pale uendelee kuwa naye, uendelee kutembea naye. Kwa sababu tumekosa ufahamu wa kumjua, tunaishia kutembea naye kwa muda mfupi. Umetembea naye sahihi au umetembea naye siku moja, siku mbili, baadaye umemwacha. Lakini tukijua undani wake, tukiwa na ile shauku kama aliyokuwa nayo Paulo, uwe na uhakika maisha yetu yatakuwa na utofauti. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunasema sisi tunamjua Mungu kwa kupitia nini? Tunamjua Mungu kwa kupitia neno lake. Mungu ni neno. Si ndio? Pastor amesema Mungu ni neno. Kwa ili mjue Mungu, hauwezi ukakaa mbali na neno lake. Katika neno ndiko utapata ufahamu, utafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusomee kitabu cha Efeso 1:17. Efeso 1:17. Efeso 1:17. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapewa roho ya hekima na ufunuo katika kumjua Kristo. Lakini huo ufunuo na hekima tutaupata katika neno lake. Neno linapokuja linaachilia maarifa, linaachilia ufunuo ambao katika huo unapata kumjua Mungu ni nani. Unapata kumjua Mungu anataka nini. Unapata kujua tabia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ili uweze kumjua mtu ni lazima utakaa naye karibu, utataka kujua undani wake. Ina maana ni lazima afunue ule moyo wake. Kwa moyo wa Mungu uko katika neno. Atalifunua neno lake kwa kukupa ufahamu na kumjua yeye. Kujua kule ndani kwake kunawaza nini. Kwa unamjua kiasi kwamba unasema Mungu anachowaza ndicho na wewe ndicho unachokiwaza. Anachokifikiria na wewe ndicho unachokifikiria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kisoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32:4. Kumbukumbu 32:4.
Yeye mwamba kazi yake ni kamilifu, maana njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu, asiye na uovu, yeye ndiye mwenye haki na adili. Bwana Yesu asifiwe. Umeona hapo? Hicho ni kipengele ambacho kimekupa Mungu ni mtu wa namna gani. Neno litakupa picha halisi ya Mungu ni nani. Ni Mungu wa namna gani? Tuambia hapo ni Mungu mwenye haki. Mwaminifu. Kwa katika neno ndipo utakapojua zile tabia za Mungu au utajua utu wa Mungu. Itakupa nafasi ya kutambua vile vitu vidogo vidogo ambavyo ndio maisha ya Mungu, ambayo yatakupasa sana wewe ukitaka kutembea naye uyaishi. Nisomee na Kutoka 34:6. Kutoka 34:6. Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Umeona? Kwa bado inaendelea kutufunulia huyu Mungu ni nani. Mwingi wa rehema, sio mwepesi wa hasira. Kwa neno ndilo litakalo kufungulia picha halisi ya huyu Mungu unataka kumjua ni Mungu wa namna gani. Kwa bila neno sisi hatuwezi kusema tunamjua Mungu. Ukisema unamjua Mungu afu ukae katika neno, utakuwa unamjua tu ile ya umesikia watu wanasema Mungu yuko hivi. Lakini ili uweze kumjua Mungu ni lazima ukakae katika neno lake. Neno ndio litakufunulia picha yake halisi. Yeye ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwaminifu. Hiyo ni mistari tu baadhi ambayo tumeisoma, lakini ukikaa katika neno kuna vitu utakuwa unavisoma kiasi kwamba utakuwa unasema kumbe Mungu ndio yuko kwa staili hii. Alafu ukija kuangalia na maisha yako unaona sasa mimi mbona nilikuwa naishi hivi. Umeona? Kwa ile kujua kwamba Mungu yuko hivi itaanza kukupa wewe kufikiria kwamba kumbe na mimi natakiwa nigeuke, nianze kuishi kwa namna hii ambayo Mungu amenipa niishi. Ambapo ndio yule anayetaka kutembea naye ndio yuko kwa staili hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumjua kwetu Mungu kunategemea na kiwango cha neno lililoko ndani yetu. Kiwango cha neno lililoko ndani yako ndiko kutakupa wewe kujua kwamba unamjua Mungu. Kwa sababu utakuwa umepata hekima na ufunuo ambao uko katika neno lake. Ndio maana kile kitabu cha Yoshua 1:8 kinatuambia kwamba kitabu cha Torati kisitoke kinywani mwako. Kwa ina maana unatakiwa uendelee kulila neno na kulila, yani mpaka haina kuchoka kwenye kula neno la Mungu. Kwa sababu unaweza ukasoma mstari huu leo, Mungu akajifunua kwa staili hii. Kesho ukasoma kwa mstari huo, lakini akajifunua kwa namna tofauti. Kwa hiyo ukasidi kujikuta, mbona jana nimesoma hivi, Mungu kaniambia hivi. Kumbe na kwenye hapa uko hivi Mungu. Kwa sababu useme tu kwamba nimeshasoma sasa hizi nimeimaliza Biblia basi namjua Mungu. Nenda sasa hizi tumeshaanza ule mtiririko wa kuanzia mwanzo. Unaweza ukafikiria ulichojifunza mwaka jana ile Januari tulipoanza na ulichojifunza sasa hizi Januari hii kuna vitu tofauti ambavyo umevipata. Tofauti na ile ulivyopata ile ilivyokuwa ile mwaka jana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu ameendelea kujifunua kwako kwa namna ya tofauti. Kwa sababu neno lake siku zote linakuwa ni jipi. Anapokuja wewe usije ukafikiri kwamba story ya Mungu imeishiwa. Bado ina vitu vingi sana ambavyo anasema hawezi kutupa kwa sababu hatuwezi kuvibeba. Na ndio maana alitupa Roho Mtakatifu ili anatusaidia kutufungulia taratibu. Na hata akitufungulia tukisahau kesho anatukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo itategemea na kiwango cha neno ambalo umeliweka katika moyo wako. Haleluya. Kwa hiyo chanzo chetu kikubwa au sosi yetu kubwa ya kumjua Mungu ipo katika neno. Hebu tuliangalie hili neno tunaposema lipo kwamba neno ndio litatupa kumjua Mungu. Neno linapokuja linatoa faida mbili. Kuna faida mbili ambazo tunazipata katika neno. Faida ya kwanza linatoa mwanga. Na faida ya pili linatoa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya kwanza linatoa nini? Mwanga. Na faida ya pili linatoa uzima. Nisomee kile kitabu cha Yohana 1:4. Ndani yake ndipo ulikuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani yake ndipo kulikuwa na ule uzima, na uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani yake nani? Usome ile mistari ya juu kule, alianza hapo mwanzo kulikuwa na neno. Neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo ndani yake nani? Ndani yake huyo neno kulikuwa na uzima. Na katika uzima ulitoa nuru. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa katika neno tutapata nuru, katika neno tutapata uzima. Tuangalie sehemu ya kwanza ya neno linapotoa mwanga au nuru. Kusoma kile kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 105, linasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno linatoa taa, neno linatoa mwanga. Sisi hoi tumeshapewa taa yetu ya mwaka huu. Mwanga wetu wa mwaka huu wa kutembea nao, ambao ili tuweze kutembea nao lazima tuangalie ili kiasi kwamba mpaka tuone, yani tusione giza. Ukiona umeishika taa bado unaona giza, ina maana bado hujaishika vizuri. Haleluya. Kwa siku zote ili tuweze kuona vizuri lazima tuwe na mwanga. Kinachotusaidia sisi kuona vizuri ni mwanga. Hata hapo tukisema tungekuwa madirisha haya yamezibwa, hamna yani yamezibwa kabisa, yamewekewa labda vioo na tiles, na kule juu kote kumezimwa na tiles tuzimu, sikutakuwa na giza. Lakini mwanga huu ndio unatusaidia sisi tunaona hivi tunavyoona. Kwa na sisi kwenye maisha yetu ya kiroho, ili kusiwe na giza, ili tusitembee katika giza, tutahitaji mwanga wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwanga unapokuwa mwingi, kuona kwetu pia kunakuwa ni kuzuri, tunaona vitu halisi. Hatuoni vile vitu vya kubabaisha kwamba hiki ndicho au sicho. Mwanga unapokuwa mwingi na sisi tunaona vizuri zaidi. Lakini mwanga unapokuwa hafifu au haupo kabisa, hata kuona kwetu kunakuwa ni hafifu au hatuwezi kuona kabisa. Kwa sababu kunakuwa hakuna mwanga mzuri ambao unaweza kukuonyesha kile kitu cha halisi. Pengine unaona kile kitu unasema hivi kile kitu ni rangi, kile ni njano ama ni blue. Mbona kama sio? Ni kwa sababu hamna mwanga, kwa hauwezi kuona vizuri. Kwa sababu mwanga pale hamna. Au upo kidogo kiasi kwamba yani unashindwa kujua kutambua hata hiyo rangi ya kitu unachokiona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno ndio linatupa kuona vizuri, yale yatupasao kuona na kuyafanyia maamuzi sisi kama Wakristo. Neno linapotoa mwanga linasaidia kuona vitu gani? Neno linapotoa mwanga kuna vitu vinatusaidia kuviona. Ni vitu gani hivi? Cha kwanza, kumuona Mungu vizuri. Neno linapokuja linakupa kumuona Mungu vizuri. Ndio kama nilivyosema kule kwamba linakupa picha halisi ya huyu Mungu ni nani. Huyu Mungu unataka kumjua ni yuko kwa staili gani? Bwana Yesu asifiwe. Hapa tusome kile kitabu cha Samueli wa kwanza 3:21. Samueli wa kwanza 3:21. Nasema naye Bwana akaonekana tena huko Shilo. Kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samueli huko Shilo kwa neno la Bwana. Nalo neno la Samueli likawajia Israeli wote. Samueli alimjua Mungu kwa kupitia neno. Sababu Mungu alijifunua kwake kwa neno lake. Kwa ina maana alipata mwanga wa kumjua Mungu. Neno lilimpa mwanga wa kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndio maana aliweza kuishi kwa maisha aliyoyaishi. Kwa sababu alikuwa yuko katika neno. Kwa lile neno lilifanya hata Mungu alipokuja akaweza kumuona vizuri. Uangalie tu hata ile habari ya Abraham alipopokea wale watu Mungu alipomtembelea. Alipokuwa watu wamekaa nje afu anasema wale watu watatu wakatokea. Huyu unafikia angekuwa hana neno angeweza kusema kwamba ni hawa afu akawakimbilia kwenda kuwapokea? Asingeweza kwa sababu alikuwa hana ufahamu Mungu akija anakuwaje, yukoje. Lakini alikuwa na ufahamu kiasi kwamba alipowaona tu akainuka kwenda kuwapokea. Akasema bwana zangu karibuni niwape hiki, niwape hiki, niwape hiki. Wewe mara ngapi pengine Mungu ameshakutembelea lakini hujamtambua. Na pengine hata umemfukuza kabisa. Bwana toka, sio wewe. Mimi sijakukaribisha wewe. Mara ngapi? Kwa kuna kiwango ambacho ukiwa na neno litakupa mwanga. Mungu anapokutembelea au Mungu anapokuja kwako unajua huyu ni Mungu. Hautakuwa na kubabaisha kwamba hivi huyu ndiye au si. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kile kiwango utakachokuwa kitakupa kumuona Mungu vizuri, kumjua kwa uhalisia wake. Abraham alipoendelea na wale watu haikuishia hapo. Alipowahudumia hata Kanania akaondoka, lakini Mungu akabaki kule anasema hivi, hiki kinachotaka kufanya kweli ni mfiche Abraham. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na mahusiano ya karibu kiasi kwamba Mungu hakutamani kumficha kile alichokuwa anaenda kukifanya kule. Na maana inaonyesha pale walikuwa wanatembea naye kila siku. Yupo naye. Kila siku yuko katika neno.
yuko naye. Ndio maana Mungu akaweza kuwa anajiachia, anafunua moyo wake kwa Abraham. Kwa kila anachotaka kukifanya anamwambia. Sasa nyingine hata wanakaa wanashauriana. Mungu ukiwakuta 10, sitaua. Ukiwakuta kadhaa, sitaua. Kwa sababu ya ile nafasi ambayo Abraham alitumia kumjua Mungu. Kumjua Mungu anayetaka kumtumikia, kumjua Mungu anayemtumikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nasema huwezi kumfahamu Mungu kibinafsi, wewe binafsi, kutoka kwa watu au kutoka kwa mtu mwingine. Unapotaka kumfahamu Mungu, huwezi kumfahamu Mungu kutoka kwa mtu mwingine. Ila tu unaweza kumfahamu kuhusu Mungu kutoka kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumfahamu Mungu kibinafsi utakuhitaji wewe mwenyewe. Hakutahitaji mtu mwingine aje akufundishe. Kwa ndo hapo unatakiwa urudi kwenye neno la Mungu. Haleluya. Kwa watu wengine tutapata tu zile habari za kumuhusu Mungu, kwamba Mungu yuko hivi, Mungu yuko hivi, Mungu ni hivi, Mungu ana hiki. Lakini ili uweze kumfahamu Mungu wewe kibinafsi, lazima wewe mwenyewe uchukue hatua bila kutegemea mtu mwingine. Kwa ndo hapo sasa gharama ya kuanza kufanya mabadiliko ili uweze kutembea na Mungu itakapokuingia. Unahitaji kuwa na nidhamu katika kile ambacho Mungu atajifunua kwako. Mimi niko hivi, alafu unajikuta wewe maisha yako hayako hivi. Kwa hiyo itatakiwa nidhamu ili uweze kubadilisha hicho kitu ambacho kiko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa neno ndilo linalotupa picha halisi ya Mungu. Maana neno linasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafanyaje? Linafaa kwa mafundisho. Nisomee pasta ile Timotheo wa 2:3-16. Timotheo wa 2:3-16. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Haleluya. Kila neno lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Sababu mwingine hapa anaweza kukaa kwenye neno, kwenye neno nitaweza kumjua, akataka kulilai kwa watu, kwamba watu ndio watanifundisha, watu ndio watanipa hiki, watu ndio watafanya hiki ili niweze kumjua Mungu. Yule atakapoongea vile, kwa vile alivyo experience yeye, na mimi nataka nikafanya hivyo hivyo ndipo nitamjua Mungu. Hapana, iende hivyo. Bado neno litarudi pale pale. Haya maandiko ambayo yako humu, tunasema hili ni neno, ndio Biblia. Kila mstari ambao umeandikwa kwenye Biblia, uwe na uhakika una pumzi ya Mungu. Sio kwamba Mungu tu au mwanadamu tu alikaa akaanza kuandika hii Biblia. Yaani ni sawa na kipindi kile tunasoma shule za msingi, kwa kuna kitu kwa kinaitwa imla, kama mnakikumbuka. Imla, mwalimu anakuja, anaanza kusema story, usije unaandika. Mama anapika dagaa, unaandika. Mama anapika dagaa. Dagaa ni watamu sana, unaandika. Kwa hiyo Mungu pia alitumia wanadamu kuandika neno. Kwa hiyo alikuwa anasema nao, mimi ni Mungu mwenye nguvu, anaandika. Mimi ni Mungu mwenye nguvu. Lakini kile yule anayeandika sio kwamba yeye ndio original wa hilo neno. Source ni Mungu alikuwa anamtamkia. Mimi ni Mungu mwenye nguvu, mimi ni Mungu mwenye nguvu. Kwa wale ambao Mungu alikuwa anawatumia kupitia roho yake kwamba andika hiki, wanaandika. Kuna wale ambao waliandika kwa kupitia maono, mafunuo. Kama Yohana ukiangalia kitabu cha Ufunuo, yeye kuandika kwako utaona amesema tu nikaona. Nikapelekwa. Kwa sababu yeye alienda kuona halisi, alichukuliwa akaona vitu halisi. Kwa kuandika kwako kulikuwa tofauti na wale wengine. Nikaonyeshwa. Nikaona malaika 7. Nikaona hivi. Na nikaambiwa uviandike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uwe na uhakika hata ile neno lipo kwenye Biblia, tunasema kwamba Biblia mistari yote ina pumzi ya Mungu. Kwa unaposoma usichukulie tu kwamba kwamba nasoma tu kwamba ni maneno. Hapana, yana pumzi ya Mungu. Pumzi inapoingia katika lile neno linaweka uzima. Na inakuja inafanyika mwili kwako huko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yakobo kama tulivyosoma kile kitabu cha Petro wa pili, tumesoma kule mwanzoni. Ile 1:19 kwamba kuna neno ambalo linakuwa na unabii, lakini hayo yanapokuja sio kwamba ni kwa mwanadamu tukaamua kwamba ni yaandike. Hapana, yanakuwa yametoka kwa Mungu. Kwa tunatakiwa sisi kama Wakristo kuwa makini pia na mafundisho ambayo tunayapokea. Mafundisho ambayo yanapita mioyoni mwetu. Kuwa nayo makini. Kwa sababu kuna mengine tunayapokea lakini yanakuwa hayana pumzi na Mungu. Hayana pumzi na Mungu.
Some kile kitabu cha Mathayo 15:9. Mathayo 15:9. Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Umeona? Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho ambayo yanatoka kwa wanadamu. Kwa kuna mafundisho ambayo ni ya wanadamu na kuna mafundisho yanatoka kwa Mungu. Yanayotoka kwa Mungu ni yale yanakuwa na pumzi yake, ambayo ni neno ambalo tumepewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukienda kinyume na hapo, ukikako kuliwahi kama nataka kumjua Mungu, ngoja niende kwa fulani, atanifundisha. Sawa, atakufundisha, atakupa tu ile kuhusu, lakini wewe binafsi unatakiwa uchukue effort ya kutaka kumjua Mungu binafsi, kukaa katika neno. Roho Mtakatifu yupo ambaye anatufundisha, anatufunulia haya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu utakapoishia kusema kwamba nataka tu nikasikilize, nikakusikiliza kwangu kule, nitamjua. Unajikuta umepata mafundisho ambayo sio sahihi. Mwisho wa siku yanakupeleka, yanaanza kuondoa ile shauku yako taratibu. Pengine unataka kukutana na mafundisho ambayo yanakupa picha tofauti na jinsi Mungu alivyo. Utajikuta huko ndani kwako pia ndicho kinachojengeka, kwa sababu ndicho unachokipata. Itajengeka, mwisho wa siku ile shauku itaondoka. Mwisho wa siku unasema jamani, mimi niacheni, najua huko dunia haina Mungu. Hakuna Mungu. Kutokana na vitu ulivyovipata, vimejenga vitu vyake kingine tofauti na ile neno ambalo lina pumzi ya Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sisi kukaa katika neno. Sisi binafsi kuweka muda, tenga muda wa kusoma neno. Unapokuwa hujaelewa, sawa, unaweza ukaenda kumuuliza mtu akakupa kuelewa, lakini tafuta zaidi kujua kupitia Roho Mtakatifu. Uwe na uhakika atakufunulia. Bwana Yesu asifiwe. Some kile kitabu cha Yeremia 31:34. Yeremia 31:34. Yeremia 31:34 nasema, wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumeona hapo ilichokuwa na Yeremia ilichokuwa na kusema kwamba kumjua Mungu hakutataka ufundishwe, kwamba aje jirani yako akufundishe au wewe ufundishe fulani. Lakini Mungu akasema kila mtu atanijua. Kwenye version za Kiingereza wameandika pale personal experience, kwamba utamfahamu Mungu wewe binafsi bila kutegemea mafundisho ya yule mwingine. Lakini pia kuishia hapa akasema kuanzia yule mdogo mpaka mkuu watanijua. Bwana Yesu asifiwe. Hii kanipa kutafakari. Roho Mtakatifu kana ananitafakarisha. Kwani msao kuanzia mdogo mpaka mkubwa. Akaniambia hivi, akasema tatizo kwa mfano kama sasa tumesema ni mwaka wetu wa kutembea na Bwana. Nyie tu ndio mmejiangalia nyie, ila watoto wenu mmewaacha. Kwa sababu Mungu anataka kujifunua hata kwa watoto. Ndio maana kwa amesema, ina maana hata watoto hatataka kufundishwa. Mungu mwenyewe atajifunua madam tumemwelekeza katika njia sahihi yule mtoto. Atajifunua kwake na atajulikana kwake. Atamjua kuanzia akiwa mdogo. Hatataka kukaa kupata mafundisho ya nje huko ambayo yanasema Mungu yukoje, Mungu ni nani. Ataanza kujifunua. Kwa kuna namna ambayo hata watoto wetu tumekuwa tunawasahau katika hilo eneo la kutembea na Mungu. Tunataka tu sisi ndio tunajikazania tufanye hiki, Mungu yuko hivi, Mungu anafanya hiki. Lakini kiuhalisia tunatakiwa tunapoenda kusema tunatembea na Mungu, tunawashika na watoto wetu, tunatembea nao na wenyewe wakajua tunatembea na Mungu. Unapoenda kuomba, nenda nao wakajua kwamba kuna kuomba. Omba nao. Unaposoma neno, kaa nao wafundishe. Wajue kwamba hiki ndicho kitu halisi. Hata kama utaona kwamba sasa anacheza, lakini kuna vitu vinakaa huko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kuna namna ambapo pia katika hii namna tunataka kumjua Mungu. Sisi binafsi tunatakiwa kumjua Mungu. Tunatakiwa pia tuweke effort hata kwa wale wadogo, wakamjue Mungu kuanzia katika udogo wao. Ili watakapokuja kukua huko hawataweza kutusumbua. Sababu tayari tumeshaweka msingi wa wao kumjua Mungu wakiwa tangu wadogo. Haleluya. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana pia katika hilo eneo. Ni ndio ambalo tumeshaona kwamba tumelisahau sana. Tumelisahau sana sisi kama Wakristo. Ndio tukakia kanisani, wewe nenda kule. Utaki mtu wewe unanisumbua. Kwa nini usitafute namna ya kufanya mtoto akatulia naye akasikiliza? Yeye sio anakusumbua. Mungu anasema yeye ndiye atakuwa mwalimu wa hao watoto. Soma kwenye ile Isaya. Sasa mimi nitawafundisha watoto wangu na watoto wangu watafundishwa na Bwana. Kwa hiyo watafundishwaje kama huwapeleki kwa Bwana huyo ambaye anataka kuwafundisha?
Ni lazima uwapresent, uwaonyeshe kwamba Mungu, mimi ninakuabudu wewe. Nataka pia wakujue huyu Mungu ninayekuabudu wewe kwamba ni halisi. Ninawaleta hawa mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunatakiwa pia kuweka hiyo picha kwamba kuabudu kwetu au kumjua kwetu Mungu hakutegemei mtu, hakutegemei kwamba mtu aje atufundishe. Sawa, tutapata hizo information, lakini wewe binafsi unatakiwa ukae na kumjua Mungu binafsi kwa kukaa katika neno lako. Haleluya. Kwa hiyo ndio sehemu ya kwanza ambapo neno linapokuja tunasema kwamba linapotoa mwanga, tunamuona Mungu vizuri. Tunamuona Mungu katika uhalisia wake. Jambo la pili ambalo tunalipata katika neno linapotoa huo mwanga, kwamba mwanga wa neno unatupa kuona uhalisia wetu, jinsi sisi tulivyo. Tunajiona sisi tulivyo. Kuna wakati mwingine unataka kujikuta hata mwenyewe hujijui jinsi ulivyo, lakini ukikaa katika neno linakufunulia vitu ambavyo unasema hivi, mimi ndio niko hivi. Haleluya. Someni kitabu cha Korinto wa pili 3:18. Korinto wa pili 3:18. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Someni na Yakobo 1 kuanzia mstari wa 22 mpaka 25. Yakobo 1:22-25. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyetazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapo tunaona kwamba kabisa neno linapokuja linakuja kama kioo, kukuonyesha wewe ni nani, una nini. Lakini ukiacha kulifanya kile ambacho kimekuonyesha kwamba una 1 2 3, ni sawa na unapojiangalia kwenye kioo afu kiondoka hata umesahau hivi nilikuwa nimebana na kitu gani kwenye kichwa, ilikuwaje? Kwa sababu unakuwa umesahau kulifanyia kazi kile ambacho ulikuwa umejiona. Chukua mfano rahisi. Umevaa zako vizuri, unataka kutoka, alafu hujaenda kujiangalia kwenye kioo, ukatoka. Kumbe huku yani umekaa labda umepaka poda haijakaa vizuri au hujapaka mafuta nywele hujachana, afu unatembea unajiona yani una ujasiri kabisa, unatembea kabisa vizuri. Watu watakuwa wanakuangalia kwa nakutatafu, unasema kuna watu wananiangalia, kwani mimi ni nani? Kwa sababu hujakitumia kioo kujiangalia. Kwa hiyo ndivyo hata maisha ya Kristo, ya Mkristo, kwamba tunapoishi hatutaki tu kuishi kuenenda tu. Tunatakiwa kila wakati tujitazame, na kujitazama kwetu tunatakiwa tujitazame katika neno. Neno litakufunulia wewe una nini. Neno litakufunulia wewe ufanye nini. Unatakiwa utende nini. Na unasema linapokuja kwako, basi uwe ukishalisikiliza nifanyie kazi. Lakini tumekuwa tunasikiliza afu hatufanyii kazi yale ambayo tunakuwa tumeyasikiliza. Sasa hiyo inakuwa ni hatari sana kwenye maisha yetu ya Kristo. Kwa sababu Roho anaweza akaacha kuongea na wewe kwa sababu ameleta neno, alafu hujalifanyia kazi. Na kuna vitu alikuwa anataka akutengeneze kwa namna tofauti, lakini anaona kile cha kwanza kilichokupelekea hajakifanyia kazi. Kwa utajikuta kuna wakati mwingine utakuwa unajiona tu kwamba ni sawa, unajiona ni kawaida, lakini kwa sababu Roho anaona tu akae kimya. Ile neno litakuwa liko kimya. Kwa sababu wewe mwenyewe utakuwa unajisahau ulivyoambiwa kwamba wewe uko hivi. Umeshajisahau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nuru inapokuja kupitia neno, inatupa kutuonyesha uhalisia wetu. Inatupa kuona huko kwenye moyo wetu kumejaa nini, kuna vitu gani. Yaani ina ufunuo kwa moyo wako kiasi kwamba yani unaweza ukajikimbia wakati mwingine. Kwamba hivi mimi ndio nilivyo. Lakini unapokuwa unatembea kwa nje, unatembea kwa comfortable kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno linapokuja litatoa mapungufu yako, litatoa madhaifu yako, litatoa kwamba ili ufike level hii unatakiwa uongeze kitu fulani. Unatakiwa ufanyie kazi kitu fulani ili uwe katika hatua hii.
Bwana Yesu asifiwe. Na siku zote unapokuwa kwenye kioo kiko hapa mbele na wewe uko hapa, unaanza kujiona ni wewe, si ndio? Kwamba mimi niko kwenye kioo, mimi ndio naanza kujiona, sio yule wa nyuma yangu au wa pembeni ambaye pengine hata amechungulia. Lakini sisi Wakristo wengi, yani tuko busy kumwangalia yule wa pembeni kuliko sisi ambao tunaonekana kabisa mwili mzima, imetuonyesha mwili wetu wote, imetuonyesha kila kitu. Tunataka kumuona yule ambaye tumeona, afu nataka kupoint, wewe pale kwenye kichwa pana hiki, lakini hujamuona mpaka chini, kwamba pengine hata labda huko chini kuna mapungufu. Kwa unaanza kudili na kile kwamba wewe unajua kwenye hapo kwenye nani hujachana nywele. Lakini wewe ndio limekuja, linapokuja linaanza kwanza na wewe. Linasema kwanza na wewe. Ndipo likasema na yule mwingine, au ndipo wewe ukaweze kumsaidia yule mwingine. Kwa sababu wewe umeshaanza kufanyia kile ambacho neno limesema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nisomee ile Mathayo 7 tuone kitu kidogo. Mathayo 7:3-5. Mathayo 7:3-5 nasema, basi mbona akitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utamwambiaje nduguyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe! Itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe. Niliposoma hili neno likanipa kutafakari sana, afu Roho Mtakatifu akanifundisha vitu vingi. Kwamba wewe uko kwenye kioo pale ndio unajiangalia. Neno limeshakwambia unajua una 1 2 3. Alafu unakazana kusema unamwangalia yule wa nyuma yako. Kwamba wewe ndio una hiki na hiki na hiki. Nikataka kujua, nikasema hapa wote ndio wametumia jicho. Mwenzangu ana jicho na mimi nina jicho. Lakini jicho langu mimi lina boriti, la yule lina kibanzi. Kwa nini wasingetumia kote, kama basi ana boriti na mimi mimi nina boriti naye awe na boriti? Au kama basi ni kibanzi kitumike kicho cho kibanzi. Kwa nini iko na utofauti? Kwa sababu boriti ni kwa hata kutafuta sababu maana ya boriti. Boriti wanasema ni kama limbao fulani vilikubwa. Unajua ulikubwa. Yaani inakuwa likubwa kiasi kwamba ikija mwisho linaweza likazama, yani na huko nje bado likaonekana. Kutoa kwa mfano huo. Lakini kibanzi kika kitu fulani kadogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akasema, kwa mimi neno linapokuja, yani wewe ndio unayekuwa kwenye na madhaifu makubwa kuliko yule unayetaka kuanza kumshughulikia. Kwa hiyo wewe umemwona tu pale kale, umemuona tu sehemu yake ndogo, hujaona mpaka chini. Lakini ndio maana anasema kwanza kushughulika na boriti iliyo katika jicho lako. Toa kabisa lile ligogo lililo katika jicho lako, litoe. Alafu ukishalitoa utaweza kuona vema kwa yule mwenzio. Kwa hiyo maana usipolitoa, wewe pale tu umeona kichwani ndio hujachana nywele. Lakini kumbe hata miguuni alikuwa pengine hajavaa viatu. Unapotoa kwanza boriti kwenye jicho lako, ndipo unaweza kuona vema. Biblia Kiingereza inasema unaona you watch clear. Yaani unaona kwa uhalisia kitu kilichopo kwa yule mwenzio. Lakini ni mpaka umeanza kwanza kutoa boriti wewe lilo katika jicho lako, ndipo utaweza kutoa kibanzi kwa yule mwenzio. Kwa ndivyo hata sisi tunapotembea kwamba ili tujue uhalisia wetu, tunatakiwa neno linapokuja linasema na sisi kwanza, halisemi na yule, kwa sababu mimi ndio mwenye mapungufu zaidi kuliko yule. Kwa hiyo nataka kwanza linitengeneze mimi, linishepu mimi, ili mimi nikapate kuwa msaada kwa yule ambaye kitu chake ni kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi kwa namna hiyo. Kwamba neno linapokuja, unajua kuna wakati sometimes mwingine anakasikia mahubiri hapa akasema, unajua hili angekuepo fulani, yani ni mahubiri yake kabisa. Hapana. Unafikiri kwa nini yeye hajaja? Kwa nini yeye hajasikia? Afu wewe ndio upo. Kwa hiyo ungekuwa yani hapo utakuwa useme yani kwa mimi ndio na shida kuliko hata yule ambaye hajaja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unatakiwa kwanza linapokuja usianze kumfikiria mwingine, anza kwanza kujifikiria wewe. Hata kama unaona sawa hili linamfaa yule, lakini kwa nini mimi ndio nimeanza kulisikia? Kuna kitu gani hapa mimi natakiwa kubadilisha? Anza kulichambua. Kuna kitu gani mimi natakiwa nijione kwenye hiki kioo ambacho kimekuja mbele yangu, ili nisije nikaacha kukifanyia kazi. Afu utakapoona umeshakaa vizuri, basi nenda kumwambia yule mwingine, unajua bwana, kuna somo liko 1 2 3. Hebu je kulisikiliza, naweza likakuondoa kwenye hiyo situation ambayo pengine unaipitia. Kuliko tu kuanza kusema yani ile angekuepo fulani. Hapana, hatuendi. Ianze kwanza kujiangalia wewe. Toa kwanza hiyo boriti kwenye jicho lako. Alafu ndipo itakuwa vema kwenda kutoa kibanzi kwa yule mwenzio. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaamini tunaenda pamoja wapendwa. Tunaelewa? Tuko pamoja.
Amen. Soma kitabu kile cha Warumi 12 mstari wa 2. Nasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Msifuatishe namna ya dunia hii, lakini tunatakiwa kugeuzwa nia zetu. Sikia nikwambie, ili nia yako iweze kugeuzwa ni mpaka uone kutoka katika neno. Ni mpaka neno limekuja kwako likaona okay, kumbe hiki sicho. Kwa ndipo pale nia inapoanza ya kuanza kusema nataka kuondoka kwenye hiki, niende kwenye hatua hii. Nataka kuondoka kwenye eneo hili ambalo neno limenionyesha kwamba hapo sipo. Nataka kugeuzwa. Sitaki kufuatisha dunia. Nilikuwa nimeishi pengine kwa namna ya kidunia, lakini neno limekuja limenipa mwanga. Sasa hapa sipo. Wewe unatakiwa kuwa huko. Kwa hiyo nia yako itageuzwa kwa kupitia neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ile neno litakupa shauku. Neno ndio litakupa shauku ya kutaka kuanza kuchukua hatua ya mabadiliko. Bila hivyo unaweza kujikuta tu unaishi kawaida. Lakini neno litakapokuonyesha ndipo utajua kwamba kumbe mimi nina mapungufu. Kwa hiyo sasa unaanza kuwa na shauku. Mimi sitaki hii tabia, nataka kubadilika. Mimi sitaki hii tabia, nataka kuchange. Mimi sitaki hiki, nataka kufanya hivi. Mimi napenda nifanye kitu fulani, lakini bado sijajifunza. Kwa hiyo nakuwa na ile shauku ya kujifunza hicho kitu ambacho nataka niwe nafanya mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpaka neno lije kwako, ndipo litakupa shauku ya kuanza kufanya mabadiliko. Shauku ya kuanza kugeuza ile nia ambayo tunatakiwa tuigeuze ili tusifuatishe namna za dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia kitu cha tatu ambalo katika neno linapotoa mwanga, kitu cha tatu linalotuonyesha, neno linatupa kuona njia. Kwenye ile Zaburi ya 119 mstari wa 105 tumeshaona pale kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Kwa neno linakuja kukuonyesha njia. Pita hapa, hapa usipite. Nenda huko, hapa usiende. Fanya haya maamuzi, hapa usifanye. Bwana Yesu asifiwe. Someni kitabu cha Mithali 6:23. Mithali 6:23, maana maagizo hayo ni taa, na sheria hiyo ni nuru, na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima. Kwa sheria hiyo ni taa. Taa inatumulikia kwenye njia. Bwana Yesu asifiwe. Tunamulikiwa tunapokuwa na neno. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao una mambo mengi sana, ambao una uharibifu mwingi sana, ambao una kila namna ya vishawishi, ambao inaweza kukushawishi kiasi kwamba ukaona hii njia ukaona ni sahihi, lakini kumbe sio. Mithali anatuambia kwamba iko njia ionekanayo kuwa njema machoni pa mtu au sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za nini? Za mauti. Kwa ili utembee katika njia ambayo itakuwa ni njema na mwisho wake haitakuwa mauti, ni lazima ukae katika neno. Neno likupe njia iliyo sahihi. Neno likuonyeshe njia iliyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote kwenye maisha ya mwanadamu kuna njia hizi mbili. Kuna njia ya uzima na kuna njia ya mauti. Yaani kwenye eneo lako lote la maisha yako, njia ni hizi mbili. Ukisema unataka mafanikio, kuna mafanikio yaliyo kwenye njia ya uzima na kuna mafanikio yaliyo kwenye njia ya mauti. Tukisema kwenye ndoa, kuna ndoa ambazo ziko kwenye njia ya mauti na kuna ndoa ambazo ziko kwenye njia ya uzima. Kwenye swala la elimu nako ni hivyo hivyo. Kuna njia ya uzima, kuna njia ya mauti. Kwa watoto hivyo hivyo, unataka upate watoto, unataka uwapataje? Kwa njia ya mauti au kwa njia ya uzima? Kwa hiyo itategemea sasa wewe katika maeneo la maisha yako unachagua njia ipi kwenye hicho kitu ambacho unataka kukipitia. Unataka upite kwenye njia ipi? Njia iliyo ya uzima au njia iliyo ya mauti? Bwana Yesu asifiwe. Soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30:19. Tuone kabisa hapo tumeshapewa. Yaani neno liko wazi sana. Imeshatupa option kufanyaje? 30:19. Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako.
Unaona? Yaani nimeshatushauri. Yaani kiasi kwamba neno limeenda mbali mpaka limetushauri. Chagua uzima. Kwa hiyo nimekupa mwanga kiasi kwamba mpaka pale unafika kwamba hapa, pita hapa ndio pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa siku zote kwenye kitu chochote unachotaka kukifanya, tazama neno linasemaje ili uweze kupita katika njia iliyo sahihi. Haleluya. Soma Zaburi ile 16:11 anasema utanijulisha njia ya uzima. Ile kipande cha kwanza. Anasema utanijulisha njia ya uzima. Kwa tayari neno linakupa kujua katika hili njia ya uzima ni lipi. Linakupa nafasi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia yako isipokuwa na mwanga ni hatari sana. Unaweza ukajikuta hata umepotea. Umepita njia isiyo sahihi. Na ili ufikie hatima yako ni lazima upite katika njia iliyo sahihi. Na njia sahihi ni njia ya uzima. Utataka uifikie haraka, utasema mimi nataka ngoja nipite shortcut. Kuna naona hii njia sana ni ya uzima, lakini kuna naona ni ndefu sana. Ni ndefu lakini ina mwanga. Hii ya huku mwanga wake inakuvutia, hata inaweza kuwa imeweka mwanga ule wenye rangi, kwa hiyo unakuvutia. Ukienda pale tayari njia za mauti. Kwa hiyo utajikuta unafanikiwa sawa, unafanya hivi sawa, lakini utafanikiwa kwa muda mfupi na hayo mafanikio yatapotea wala hutafaidi. Kwanza mafanikio yenyewe yanaweza kata na masharti ambayo unajikuta ni kufanya na kwa ni mzigo. Mapeni uwe na hela, lazima kila siku unalala chini. Uli upate hiki lazima ufanye hiki. Upate hiki lazima uwe. Lakini ukikaa katika njia ya uzima, yani utarelax kwenye mafanikio ambayo ulikuwa unayapata. Utarelax kwenye ndoa ambayo utaipata, kwenye mume ambaye utampata, kwa sababu umempata kupitia njia hiyo ya uzima. Hautahangaika naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo unapofanya uamuzi mbaya mmoja tu kwenye maisha yako, unaweza ukagharimu maisha yako yote kwa sababu tu hujataka kufuata ile njia ya uzima. Hivi chukulia mfano, unaendesha gari, wale wanajua kuendesha gari usiku, afu gari lako halina taa. Wewe unategemea nini kitatokea? Au kuendesha kwako kutakuwa? Kwanza unaweza kupunguza mwendo. Kwa sababu huna taa, huoni. Kwa hiyo unaendesha tu kama kwa kukisia tu kwamba nipite hapa, nitembea. Kwa hiyo sometimes unaweza kujikuta safari iliyokuchukua inayotakiwa uende kwa lisali moja, unaenda kwa masaa. Kwa sababu tu huna mwanga kule mbele, huoni. Lakini wakati mwingine zako kuletea madhara ukapata ajali. Au sasa ndio ukapotea kabisa ukaenda njia, badala ya kwenda unasema unatakiwa kwenda Tanga, unajikuta unapita njia unaenda Morogoro. Maana umeshatokea mbele. Kwa hiyo inakugharimu tena safari ya kuanza kurudi. Lakini utakapokuwa na taa, utakapokuwa na hii nuru ambayo itakuonyesha njia sahihi, itamulika njia zako, uwe na uhakika kwamba utatembea katika njia iliyo sahihi kwenye maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kukaa katika neno ili likuachilie mwanga wa kutembea katika njia iliyo sahihi. Kwenye chochote kile ambacho tunakitaka kwenye maisha, unatakiwa utembee katika njia iliyo na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo tumeiona kwamba neno linapokuja linatoa mwanga. Na katika mwanga tunaona vitu gani? Tunamuona Mungu vizuri. Lakini pia mwanga huo unatufanya tuone uhalisia wetu. Lakini pia huo mwanga unatusaidia kuona njia iliyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie sehemu ya pili kwamba neno linatoa uzima. Sasa sehemu ya kwanza tunasema kwamba neno linatoa mwanga. Sasa tuko katika sehemu ya kusema neno linatoa nini? Uzima. Bwana Yesu asifiwe. Someni kitabu cha Yohana 6:63. Yohana 6:63. Nasema roho ndiye tia uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwili ili uwe na uhai, ni lazima roho iwepo. Sababu roho ndio inayotoa uzima. Kwa mwili wangu, roho ikiwa haipo, tayari mwili unakuwa una faida. Utakuwa umekufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndivyo ilivyo hata katika neno. Kumbuka kwa pia neno ni mwili. Si ndio? Yohana ile 1:14 inasema kwamba huyo alifanyika na huyo neno alifanyika kuwa mwili. Kwa ili neno litoe uzima, lazima roho iwepo. Sababu roho ndio inayotoa uzima. Kwa kwenye neno kusipokuwa na uzima, unaweza usione kitu. Au unaweza usipate chochote hata unaposoma. Kwa sababu kile kitu hakijafanyika, hakijawekwa uhai ambao utakupa uhalisia kwa kile ambacho imekisema. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Kwa hiyo maisha yetu yote yanatunzwa katika kupitia uzima wa roho, ambayo hiyo roho inatia uzima katika lile neno ambalo tunakuwa limepita kwetu. Katika kumjua Kristo, tunaposoma lile neno linaweka uzima wa kumjua yule Kristo, wa kumjua Mungu katika uhalisia wake. Haleluya. Tunaona Mungu alipoanza kuumba, ile kitabu cha Mwanzo pale kwenye uumbaji, ule mstari wa pili tunaona kabisa akasema kwamba roho wa Mungu akakaa katika uso wa maji. Si ndio? Kwa roho ilibidi aanze kuwepo, ili Mungu atakapoanza kutamka neno, roho aende akaweke uzima na ikawa. Kwa ndio maana roho alianza kuwepo pale mapema, na kusema roho wa Mungu akakaa juu ya uso wa maji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu alipoanza kusema iwe nuru, roho anaenda pale, anaweka uzima, nuru inatokea. Ifanyike hivi, anaenda anaweka uzima kwenye lile neno, kwa sababu tayari Mungu alikuwa ameshaamini kwamba ninachokisema ndicho. Kwa hiyo ilikuwa tu ni kazi ya roho kwenda kuweka uzima na kile kitu kikatokea katika uhalisia wake. Kwa hiyo hata sisi neno tunapolisoma, uwe na uhakika roho anapokuwepo pale atatia uzima katika hilo neno ambalo umelisoma. Alikitia uzima litaweka uhai ndani yako, wa kuhakikisha kwamba unauchukua unakuwa uhalisia, unaweka uhalisia wa hicho kitu ambacho unakuwa umekisoma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa pasipo roho neno halina uzima. Soma kitabu cha Wakorintho wa pili 3:6. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa roho, kwa maana andiko huua bali roho huhuisha. Bwana Yesu asifiwe. Andiko linaua, lakini roho huhuisha, na maana linaweka uhai. Roho inaweka uhai. Kwa hiyo maana neno likiwa halina uhai linaua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu neno unaposoma roho ahusike, aweke uhai katika lile neno ili likawe halisi kwako. Lakini ikiwa hivyo utakuwa unasoma tu ile mradi, afu upate kitu. Afu pengine unakuwa mbona mimi nasoma hivi lakini sifanikiwi? Mbona mimi nafanya hivi lakini sifanikiwi? Ni kwa sababu hujamruhusu roho aweke uzima katika lile neno ambalo unalisoma ili likapate kufanyika uhalisi katika maisha yako au katika hiyo hali ambayo unaipitia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu sana kwamba neno linapokuja na kuachia uzima, uwe tayari kupokea ule uzima. Lakini ule uzima ni lazima roho umhusishe Roho Mtakatifu awepo pale ili akaweke uzima katika lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata unaposoma, mwambie Roho Mtakatifu, mimi niko hapa nasoma neno hili. Karibu kaweke uzima katika kila ninachoenda kukisoma. Na unapoweka uzima, unajua unapoweka uzima na kitu kinakuwa hai. Unafunuliwa vitu. Leo unakuta nimejua hiki, nimefahamu hiki, kumbe kuna hiki. Kwa sababu roho aliweka uzima kwenye lile neno. Kama alivyosema kwamba utoe kwanza boriti iliyo katika jicho lako. Kwa alivyoweka uzima nikapata kutambua. Kumbe mimi ndio mwenye madhaifu zaidi kuliko yule. Kwa sababu roho alikuja akaweka uzima kwenye ile neno lilokuwa nalisoma. Na ndio maana nikapata ule ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ufahamu utaachiliwa kama utakuwa umemruhusu roho aweke uzima kwenye ile neno ambalo unakuwa unalisoma. Na ule ufahamu utakutoa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Au utakutoa kwenye kiwango chako cha kuelewa kiwango hiki kwenda kwenye kiwango kingine. Kwa hiyo ni muhimu sana neno linapokuja lisiachilie mwanga tu, lakini pia liachilie uzima katika hicho unachokisoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ili tuweze kuenenda na kusema tunatembea na Mungu, tunamjua huyu Mungu, ni lazima uhakikishe neno hilo limekupa mwanga katika kumjua Mungu. Limekupa mwanga katika kujiona wewe ulivyo. Lakini limekupa mwanga katika njia unazozipitia. Sababu limekupa mwanga katika njia unazozipitia litakuonyesha kwamba hii ndio njia Mungu anataka upite. Mungu yuko 1 2 3. Sababu tayari hilo limeshakuonyesha Mungu yukoje. Kwa lazima litakupa kujua njia anayopita Mungu ni ipi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ya, Mungu ni mwema. Naamini tuko pamoja. Naona muda wangu umenishia. Sema nianze kitu kipya hapa, tutapotezana. Kwa hiyo ngoja nimalizie kwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposema kwamba tunataka kutembea na Mungu katika mwaka huu, kitu cha kwanza, maana nimesema kwamba kuna vitu vile ambavyo vinashabiana kwamba lazima tuwe navyo. Kitu cha kwanza nimesema kwamba lazima sisi tumjue Kristo. Na kumjua kwetu utategemea na neno ambalo liko ndani yetu.
Kiwango cha neno kitakachokuwa ndani yako ndicho kiwango kitakachokupa kumjua Mungu. Na neno litakapokuja litaachia faida mbili. Litakupa mwanga wa kumuona Mungu, litakupa mwanga wa kujiona wewe, litakupa mwanga wa kutembea katika njia iliyo sahihi. Lakini litakuja kukupa uzima katika yale yote ambayo umeyaona. Katika uhalisia ule wote umeona Mungu, litaachilia uzima katika ile kumuona Mungu, kwamba ukaone uhalisia wa Mungu na ukapata kwenda kukifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hebu Mungu atusaidie sana katika kutembea kwetu, kwamba tumedhamiria mwaka huu tutembee na Mungu. Hebu tafuta kumjua Mungu. Katika hiki ulichokipata leo, kifanyie kazi. Usiwe kama yule mtu ambaye yuko kwenye kioo kwamba ameondoka kwa amejisahau. Leo neno limekuja, limekupa, limeweka hiki kioo mbele yako. Usiache tu hapo. Nenda nayo, tembea nayo. Hicho ndicho kitakachokuja kuleta utofauti kwa maisha yako unapokuja kanisani na unapokuwa nyumbani. Kwa sababu tayari yule mtu unayemjua utatamani kuendelea kuwa naye muda wote. Na ukiendelea kuwa naye kwa muda wote, atakuwa na kushape namna ya kuishi, namna ya kutembea, namna ya kufanya vitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Basi Mungu awabariki. Niishie hapo kwa leo. Jumapili tutaendelea kwenye pati ya pili kwamba tunatakiwa tufanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kabla sijarudisha ratiba kwa kiongozi, kuna mambo nataka tuyafanye kwenye kitu ambacho Roho Mtakatifu alinisemesha. Nisema kwenye ile Yeremia tulisoma 31:34 kuhusu watoto. Bwana Yesu asifiwe. Nitamani watoto wote kama wanaweza kuja hapa mbele, waje wa line up, afu wazazi mkae nyuma yao. Tumwambie Mungu aturehemu, kwa sababu tulianza kutembea sisi tu wenyewe tukawaacha watoto wetu. Tumwambie Mungu tuko tayari kutembea nao, kuwapa nafasi ya kutembea na wewe, ya kuanza kukujua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame.